Trust you me, Wang'ombeni Ward is the next Singapore. Hii story iko hivi. Sisi tushukuru kitu kimoja kwanza, kwamba tumepata rais ambaye ameelewa jinsi ya kutoa itikadi na taswira mbaya za kitambo za kunyanyapaiana, za kuoneshana watu unyonge, ikaja katika mtandao wazi. Hilo likubaliwe kwamba President William Samoei Ruto kwanza analikubali 100%. Yule mwamba ana shobo hizo, lakini ni mwamba mmoja ambaye ameelewa sana kuishi na mtandao na ameelewa sana kuishi na hii generation ambayo tuko nayo. Ukilinganisha umri wake na wale viongozi ambao na umri kama yeye, ni watu ambao wamekuwa wakibana sana, wakipinga sana growth ya mavijana. Jambo watazamaji wa Liveshat TV, nichukue fursa hii kwanza kusema jambo, lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru nyinyi nyote kwa bidii, ushirikiano na umoja, upendo ambao mmezidi kutuonyesha sisi kama Liveshat brand, Liveshat Media, Liveshat Youth Initiative Agenda. Jina langu naitwa Hamad Tenguri. Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kuweza kuniona sura hii, ninatokea Kwale County, lakini ni kijana ambaye nimekuwa nikipambana sana katika mageuzi ya fikra ya kizazi tulicho nacho. Na nisichukue muda wako mwingi, niseme hii ni video yangu ya kwanza ya mwaka 2026 kuweza kurecord live ama episode 1 katika studio zetu hapa Kwale County. Kikubwa ambacho kimefanya nikaweza kuwasalimia ni kuwashukuru ule umoja mnaotushirikisha, kutuonyesha katika mitandao yetu yote ya kijamii, lakini pia upendo wa jamii kuweza kutuita katika shughuli zao, lakini pia kutukaribisha katika meza zao tuweze kujadili masuala tofauti tofauti ambayo yanatuhusu sisi kama wakereketwa, kama jamii, kama familia za mitandao na kadhalika. Vijana wenzangu wa Wang'ombeni Ward, mimi kama mtarajiwa wenu naomba kuwakumbusha, naomba kuwauliza tuweze kutafuta kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye mipango ambayo inaonekana. Muda wa kuambiwa nitafanya, naweza, ilikuwa, imeisha. Mwisho, the last mistake tunaweza fanya ya kuweza kuchagua watu viongozi ambao hawana nia njema na jamii, hawana mipango na jamii, hawakuonyeshi fursa iko wapi na ufanyeje, lakini pia wamejificha. So sisi kama Liveshat TV, kama Liveshat Youth Initiative Agenda, tumekuja kuweza kuwafungulia dunia muwe mnachotaka. Dunia ya saizi ni utandawazi. Uko na uwezo wa usiwe chochote na ukafanya makubwa, lakini uko na uwezo wa ukiwa chochote, kwa sababu utakuwa uko na kibali, mengi unaweza kuyafanya kwa niaba, kwa sababu already the brightness iko, the IQ iko, the plan iko, the vision iko, your track record ikiangaliwa inaonyesha huyu ana kitu. Mpeni support huyo mwamba aweze kufanya mambo. Mwamba mwenyewe si mtu mwingine, ni mimi Hamad Tenguri. Angalia historia yangu, angalia nimefanya mambo ngapi, nimetumia connections gani, nikafanya nini, na sina budget. So ikiwa naweza fanya hayo yote na sina kibali cha wananchi kwamba bana pita mbele tuonyeshe njia, na nimeweza kuonyeshana pale kidogo nilipoweza, je, nivae hiyo crown? Trust you me, Wang'ombeni Ward is the next Singapore. Kubali kataa, tuko na plani kubwa sana kama wana Wang'ombeni, ambapo Mungu akitujalia inshallah 2027 tukae, tutaonyesha vile hii itakuja badilika, kama vile wazungu walivyokuja for the first time wakaweza kujenga shule pale wa primary. Mimi ndo nilisomea shule ya mkoloni ya kwanza kwa kaunti nzima kuweza kuleta elimu. Haikuwa by coincidence, there is a reason. It was chosen by God na elimu ikaje kama. There is a reason, usidanganywe. There is a reason and this is our time. Sisi kama watu wa Wang'ombeni, huu ni muda wa sisi tuamke. Imedharauliwa kwa muda mrefu, imetengwa kwa muda mrefu katika nyanja za uongozi. Huu ni muda ambao Wang'ombeni, we are not going to make a mistake, we are not going to fumble with leadership.
Muda umefika, wana wote ambao wanaamini katika uongozi ulio bora, sio bora kiongozi. Huu ni muda wa ku make the right choice. Huu ni muda wa ku make the right choice. Mimi natamani hata kuwe na debate za wale ambao wanataka kusimama MCA kama aspirants, tuwekwe kwa platform, tukae, kila mtu aseme elimu yake, kila mtu aseme historia yake, kila mtu aseme uwezo wake alionao, amefanya nini. Let's have a debate of ideologies. Tusianze kusema wewe mwana wa Yuvi ni mjomba mwaumba wa Yuvi, simanya wa Yuvi. Kimaono ako na plan gani? Is it workable? Yes, it is workable. Let's give support. Tukifanya hivyo tutabadilisha hiyo, lakini tusiende tuna trend za upepo, ushabiki ambao una mpango wote, uchawa ambao una mpango wote. Mimi nataka tuondoe hiyo. Nataka tufanye siasa ya maendeleo. Tukubaliane katika maendeleo. Hamad Tenguri tuko na plan ya kuweza kubadilisha Wang'ombeni iwe na next Singapore, iwe mahali ambapo vijana wetu hawatawahi dharauliwa tena. Wewe unafikiri kwa nini viongozi wengi wanatokea tuwezi majina lakini mnawajua? Tulikuwa na mkubwa wa polisi tumekuwa na wanahabari tajika tumekuwa na mawaziri tumekuwa na wakubwa wa mambo tofauti katika serikali zilizopita na labda serikali hii ambayo iko, lakini bado ni muda wa kuenua Sasa tunataka turudishe ile nguvu ambayo iko pale Kombani, tuilete Maganyakulo, tuilete tuipeleke Denyenye, tuipeleke Ng'ombeni mpaka Kiteje. Hiyo yote iwe ni hub ya mambo ya vijana, mambo ya unemployment, mambo ya idleness, mambo ya drugs, mambo ya insecurity. Hizi zote ni strategies ambazo zinawekwa na viongozi ambao maono yao ni kutunisha, kutufanya sisi tuonekane hatuwezi, hatuna, yetu ni maskani, lakini fursa ziko. Mimi nakwambia fursa ziko. Hebu tushikanane mikono niwaonyeshe vitakufanya. Tarehe 21 ya huu mwezi wa Januari tuna jambo letu kama Lavish Heart TV, kama Lavish Heart Youth Initiative Agenda. Vijana zaidi ya 80 wanaenda kufaidika na tutawaonyesha, tutawaambia, na huu ni mwanzo tu. Tuko bado na mwaka mzima wa kuprovia huu uongozi ni wakati wake. Huu uongozi unahitaji mtu ambaye ana fikra chanya, lakini bado huu uongozi unataka watu ambao wamefunguka vichwa waweze kuleta mabadiliko katika jamii ya Wang'ombeni. Kikubwa zaidi kumsubscribe, kulike na kushare. Kama bado hujanifuatilia mahali popote, fuatilia Hamad Tenguri, fuatilia Lavish Heart TV, fuatilia the Lavish Heart Youth Initiative Agenda on all digital platform, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Utaona nimeweza kufanya interview za vijana ambao wametoka hapa Wang'ombeni, hali zao zilikuwa zinapuzwa, wanadharauliwa, wanaonekana watu hakuna hiki, hatuwezi kile. Kumbe twaweza. Niko na video zaidi ya 441 nimezipost kwa mitandao exclusive kuhusu maendeleo ya Wang'ombeni ambayo yamelala, mawe ikiwa ni rasilimali yetu kubwa. Kuna mambo tunafaa kufanya kuhusu uchumi wa mawe. Ni kiongozi yupi ambaye amewahi akazungumza kuhusu fursa ya mawe? Mawe yanapatikana mawe yanapatikana mawe yanapatikana Kilifi, Kenya nzima. Nyumba zote zimejengwa na mawe. Sisi kama wachimba mawe tumefaidika aje? Michanga tumefaidika aje? Oya, tumelala jamaa. Na kuna mtu ametufanya tunalala. Hebu tuamkeni, alafu niwaonyeshe vitu tunaweza tengeneza hii maneno. We need big things. Zirani hii sehemu ya Wang'ombeni. Si ni matajiri boss. Si tunajiweza boss. Wang'ombeni, msinipigie juu jamaa. Muda ni huu, tuamke. Bwana, juzi kati, leo ikiwa kama siku ya pili ya tatu, kuna kijana ambaye amekuja kwa kasi sana. Jina lake ni kasi, jina lake ni Speed, na akona kipindi chake ambacho anajaribu kukionyesha kutoka kule Amerika ama Amerikani, ambapo anajiita iShow Speed. Na ukweli ni kwamba huyu kijana amekuwa gumzo katika bara zima la Afrika, lakini pia ulimwengu kwa jumla. Ndio mtu kwa sasa ambaye anaongelewa sana kupita watu wote waliokuwa unawajua wewe, waliokuwa ni maarufu. So kwa nini kijana huyu anakuwa anaongelewa sana? Nataka tuchambue hilo.
lakini pia tuweze kuchambua kwa kifupi ni fursa gani ambapo zipo katika changamoto ambazo wewe unaziona kama kijana, lakini ukizitumia kwa uwerevu fulani utaweza kupata fursa kati yake iweze kujenga kwa namna moja ama nyingine. Kibali ni kitu muhimu sana, lakini kibali kutoka kwa Mungu peke yake. Unaweza ukapigwa madongo, unaweza ukapigwa majungu, unaweza ukaongelewa, lakini kama Mungu ameweka mkono akasema ni huyu, akasema ni sawa, akasema wakati wako, wallahi billahi itabaki tu story na itakuwa ndio hivyo, na ukweli utazoeleka ukiwa uko namna hiyo. So huyu kijana sio mwanasiasa, hajakuwa katika kiti chochote, hajakuwa katika shughuli zote labda za kazi ama kibiashara ama nini. No, yeye anachokifanya, alikuwa anapenda sana mwanamichezo fulani ambaye ni Cristiano Ronaldo, ambaye ni CR7, ndiye ninasema ni mentor wake ama ni icon wake ambaye amekuwa akimpenda na ile style yake ya zuu na mambo mengi ambayo amekuwa akiyafanya kama mcheza mpira. So kulingana na ile love ambayo amekuwa nayo ile jamaa, the speed and the what, jamaa akaamua aichukue hiyo story aipeleke to the next level. So alianza miaka mingi iliyopita, tuseme 10 takriban, na katika juhudi zake zile ameweza kuleta mageuzi makubwa sana katika tasnia ya mtandao ama mitandao ya kijamii. Lakini bado lengo kubwa la video nataka kuonyesha ni jinsi gani hii mitandao ya kijamii iko na uzito na ukubwa wa kuweza kujenga wewe from nothing to something. Nikumbuke tu kwamba alivyokuja Afrika tumeweza kushuhudia picha nyingi za wazungu, za watu ambao hawajawahi kuja Afrika, wamekuwa wakizungumza mambo tofauti kinyume na kile ambacho wamekuwa wakisikia wao katika let's say story ambazo wamekuwa wakipewa katika mazungumzo, labda wameweza kusikia kwa namna moja ama nyingine kwamba Afrika ni nchi ya wanyama, Afrika ni nchi chafu, Afrika ni nchi ya shida, Afrika ni nchi ya matatizo. Hey! Bila kufahamu kumbe tumesonga. Na hii inaturudisha pale kwa kusema kwamba the Singapore dream is true, is real, na ni kitu ambacho kitabezwa, kitapingwa, kitafanywa mzaha, kitadhihakiwa, lakini ukweli ni kwamba tunapoelekea ni huko. Nikukumbushe kitu. Kwa akili zako timamu wewe ukikaa hapo, unafikiri huyu Aisha Speed kuja kwake Kenya ni bahati mbaya? Kimtazamo wako nikuulize tu, kwa akili yako kikakaa hivi ukiangalia alivyokuja na alivyopokelewa na mambo alivyokuwa yako, tukashinda Afrika yote kwamba sisi ndio tumepata the biggest viewership, ya kwamba amestream for almost 5 hours katika shughuli zetu tofauti, lakini ya mwisho kabisa ni 8.5 million views, watu wanamwangalia, subscribers within 30 seconds, 1 hour amepata subscribers zaidi ya malaki. Unafikiri ni kitu cha mchezo ama unafikiri ni kitu cha kawaida au kikiangalia kwa macho yako ya kawaida kwa akili yako ya mtazamo tu hapa na pale? Hii story iko hivi. Sisi tushukuru kitu kimoja kwanza, kwamba tumepata rais ambaye ameelewa jinsi ya kutoa itikadi na taswira mbaya za kitambo za kunyanyapaiana, za kuoneshana watu unyonge, ikaja katika mtandao wazi. Hilo likubaliwe kwamba President William Samoei Ruto kwanza analikubali 100%. Yule mwamba ana shobo hizo, lakini ni mwamba mmoja ambaye ameelewa sana kuishi na mtandao na ameelewa sana kuishi na hii generation ambayo tuko nayo. Ukilinganisha umri wake na wale viongozi ambao na umri kama yeye, ni watu ambao wamekuwa wakibana sana, wakipinga sana growth ya vijana. Sisi leverage yetu ni hii mitandao, ni hizi smartphone, ni hii digital platform, networks na nini. Hii ndio yetu. Wale zao za kitambo zilikuwa ni referrals. Gani apigie nani, nani amwambie nani, kanisa gani limwambie yupi, mtu yupi amwambie nani, alafu waende wakutanishwe ndio uwe utafanya jambo lako. Lakini siku hizi the power of internet, wherever you are you can do anything, post it, push it, na itaonekana. So long as ni kitu kizuri people consume, na out of nowhere utakuwa umeweza kupata ile growth yako ambayo Mungu amekukadiria kadri ule uwezo ambao Mungu amekuwekelea nao. So tuongelee bado Ubwa Mdogo alipokuja Kenya. Kweli ni kwamba jiulize wewe, kupanda ICC aweze kupata pale kuna chopa ya Magical Safari, Magical Kenya, unafikiri ni kitu coincident?
Pate waziri yako hapo anamngoja aweze kumuasha in katika helikopta aweze kutembea. Lakini katika kuruka kwake angani, kitu cha kwanza ameweza kuonyesha ulimwengu ni Talanta Stadium ambayo imebadilishwa jina ikaitwa Raila Odinga Stadium. So kwa akili yako unaona hiyo ni coincidence? Hesabu mtu wangu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, yale mapokezi aliweza kuyapata pale KCC. Halafu iwe ni coincidence tu, apate msafara, apate security, barabara iko cleared, na awe na hiyo bidii nguvu yote ya kuweza kuzunguka huo mzunguko wote Nairobi town, aende Uhuru Park, aende wapi connection. Yaani sijui kama unanielewa kwa akili yako. Unaona ni coincidence? Inaweza kuwa ni coincidence, yes, lakini hii ni hesabu ambayo ilipangwa, ikapikwa na ikahiva. Lengo kubwa ni kuonyesha watu Kenya imeinuka. Kenya is the next Singapore. We are now moving to the first world, na hiyo ni ukweli. Unafikiri I show speed kupanda barabara ya expressway ni coincidence? I show speed kuenda Mara, kuvaa Kimasai, kuonyesha watu mbuga bado nafikiri ni coincidence? It's not. That's what we call marketing. That's what we call strategic positioning yourself and taking the wave how it is, na uweze kuenda na huo upepo. Ameenda nchi ngapi za Afrika? Je, uliona serikali za hizo nchi zikimpokea alipokelewa Kenya? Alienda sehemu ngapi? Je, uliona state imempatia such privilege akaweza kuenjoy na kuonyesha na kujaribu kuweka mambo peupe, watu wakajua duniani kuna hiki? Kenya tuna watu very smart, na huu msemo nikwambie unakaa hivi. Kenya sisi tuko na nguvu kazi, na Kenya sisi tuko na resource ya watu. Hakuna mahali ulimwengu huu utaenda ukose Mkenya. Na Mkenya si mtu mvivu. Mkenya ni mtu very sharp, Mkenya ni mtu very intelligent, na Mkenya ni mtu wa kujituma. So hizo ndio vitu mbili ambavyo President Rais William Ruto ameweza kuzielewa na akaamua nitaenda na hizi. Alafu lugha tunaongea sisi ni wengi, ni vijana. So tukiwa kama vijana, President akaamua atupeleke katika ile aspect ambayo sisi tunaweza tukamuelewa rais vizuri, kwa haraka na kwa wepesi bila kutumia nguvu nyingi. Kwa kifupi, aliweza kuonyesha watu affordable housing, akaonyesha watu expressway, akaonyesha watu all the good developments ambazo Kenya iko nayo na potential ambayo iko, kwa maana ya investors waweze kuja, na wengi wamelia mitandaoni wakisema I think I'm going to Africa, I think I should invest in Africa, I think I should have a place in Africa. Yeye mwenyewe kama I Show Speed alianza kununua shamba. Alinunua shamba akasema mimi this is my home, as much as yes chimbuko lake ni Afrika, lakini akasema mimi bana Kenya. Nataka kumshukuru kiongozi wetu ambaye ametuelimisha na kutufanya tuwe watu wanaoheshimika huko nje.